Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, umewahi kuona maandishi yenye mstari wa bluu chini ndani ya Word ambayo unaweza kubofya kisha inakuchukua kwenye tovuti au sehemu nyingine ya document yako? Hizo zinaitwa hyperlinks. Ni nini hyperlink? Najua unajiuliza. Hyperlink ni njia ya mkato inayounganisha document yako na kitu kingine. Inaweza kuwa ukurasa wa wavuti, document nyingine, anwani ya barua pepe au sehemu fulani ndani ya file unayofanyia kazi sasa. Kwa ufupi, links zinafanya document yako iwe ya kuvutia na smart zaidi. Hizi links zinapatikana wapi? Zinapatikana kwenye sehemu ya insert, kisha kuna sehemu ya links. Huku ndiko zinakopatikana. Nadhani umejionea. Na leo tutajifunza vipengele hivi hapa yote, ukianzia kwenye existing file au web page na kumalizia kwenye email address. Kwa hiyo hivi ndivyo vipengele tutakavyovizungumzia leo. Kaa tayari. Tuanze na kipengele cha existing file au web page. Kipengele hiki hukuwezesha kuunganisha maandiko yako kwenye file nyingine au tovuti iliyo nje ya document yako ya sasa. Kivipi? Kwa mfano, ninayo document yangu nje huko, nahitaji kuilink na maneno haya hapa. Nafanyaje? Document yangu iliyoko nje inaitwa report. Kwa nikihitaji kulink na maneno haya, nafanyaje? Hatua ya kwanza, na ya select haya maandishi yangu. Nikisha ya select, naenda moja kwa moja kwenye sehemu ya insert na click kwenye sehemu ya insert. Kisha naenda kwenye sehemu ya link. Kwa hiyo na click kwenye sehemu ya link hapa. Hakikisha sehemu ya existing file au web page imekuwa selected kama unahitaji kuunganisha na dokumenti iliyomo ndani ya kompyuta yako. Then nenda ka browse sehemu ambapo ipo ile dokumenti yako. Kwa hiyo mimi dokumenti yangu ipo kwenye sehemu ya desktop. Kwa hiyo na click kwenye sehemu ya desktop, kisha naenda kuitafuta dokumenti yangu ilipo. Na dokumenti yangu nimeshaiona hii hapa ambayo nahitaji kuilink pale. Kwa hiyo na click, kwa maana na select, kisha address yake itakaa katika sehemu hii hapa, sehemu ya address. Mimi tayari imeshaingia, naenda moja kwa moja kwenye OK. Kwa nikiklik OK, na yale maneno yangu niliyo ya select pale awali yatabadilika rangi na yatakuwa yamepigiwa mstari chini kama unavyoyaona hapo. Nadhani umejionea. Ukihitaji kuya click, unabonyeza control kisha una click, then unabonyeza OK na document yako itafunguka kama ulivyoiona hii document ambayo imefunguka hapo. Nadhani umenielewa. Na sasa hebu tu link na web page tuone inakuwaje. Ukihitaji kulink na web page vile vile una select yale maandishi yako ambayo unahitaji kulink na web page, kisha unaenda kwenye sehemu ya insert, una click kwenye insert, kisha nenda moja kwa moja kwenye sehemu ya link. Hakikisha sehemu ya existing file au web page imekuwa selected, kisha nenda kwenye sehemu ya address, paste link yako ambayo umeikopi sehemu au andika link yako sehemu hii. Ukishaandika, mimi yangu natumia ya Google hii hapa. Kwa hiyo nikisha iandika hapa, naenda moja kwa moja kwenye sehemu ya OK na click OK. Na maneno yangu sasa yatabadilika na kuwa kama yanavyoonekana, lakini pia yatakuwa yamepigiwa mstari chini. Nikihitaji kuya click
ni vile vile nabonyeza control kisha naenda kuclick, maana yake na hold control kisha na click, moja kwa moja link itanipeleka sehemu ya Google kama inavyoonekana hapa. Kwa hiyo mwanzo kule tulifungua ile report.pdf na ya pili tumefungua Google. Kwa hiyo kama unavyoona unaweza kuweka linki yoyote sehemu ile pale. Tuende zetu kwenye place in this document. Kipengele hii hutumika kuunda link inayokupeleka sehemu nyingine ndani ya document hiyo hiyo. Kwa mfano kwenda kwenye heading au kwenye bookmark. Kwa mfano sasa tunayo maandishi yetu haya ambayo yanasema go to summary section. Summary section yetu ipo chini huku kwenye document yetu, iko huku. Kwa hiyo tunahitaji mtu akiklik kule imlete moja kwa moja kwenye summary section yetu hapo. Kwa hiyo tunafanyaje? Ni vile vile step zetu, tuna select text. Tukisha select text, tunakwenda kwenye sehemu ya insert, kisha tunakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ya link. Kwa hiyo hapa kwenye link tunabonyeza safari hii place in this document. Hakikisha uwe umetumia heading zako vizuri. Kwa hiyo kwenye video yetu hii ya part 5 tumezungumza namna gani unaweza kuweka heading vizuri. Kwa hiyo una select heading yako kisha unabonyeza okay. Ukisha bonyeza okay, tayari maandishi yako yatakaa kimfumo wa link kama inavyoonekana. Ni vile vile tumesema ukihitaji kuya click basi unabonyeza control kisha una click. Kwa ubonyeza control ukiclick itakupeleka kwenye summary section kama unavyoona. Hapo umefanya vyema. Hongera. Tuende zetu kwenye create new document. Hii inakuruhusu kuunda dokumenti mpya moja kwa moja kupitia hyperlink. Yaani mtu akibonyeza link hiyo, Word itatengeneza faili jipya ambalo lina jina ulilobainisha. Yaani jina ulilobainisha. Sawa? Okay. Kwa hiyo tunatengeneza new document. Kwa hiyo tunafanyaje? Step ni zile zile, una select text. Ukisha select text, unaenda kwenye insert kama itakuwa haijafunguliwa. Then unaenda kwenye sehemu ya link. Kwa hiyo safari hii tunaweka place in this tunaruka hapo, tuna create new document. Kwa hiyo tuna click kwenye new document hapa. Ukiclick maana yake itakuwa selected hii new document. Sawa? Create new document. Then sehemu hii hapa utaandika jina ya hiyo document yako unataka iweje. Kwa utaipa jina document yako ambayo unahitaji kuitengeneza. Ukishaipa jina basi pia kuna sehemu hizi hapa mbili kama unahitaji kuedit document yako sasa au baadaye. Sisi tuweke baadaye ili tukibonyeza link tuweze kuedit. Tuone kwa naweka baadaye then na click okay. Nikiclick okay maandishi yangu yanaonekana namna yalivyo sasa. Kwa hiyo sasa tumesema tukitaka kuclick sehemu hiyo tunabonyeza control kisha tuna click. Kwa control tukiclick dokumenti yetu imefunguka ambayo hii haijawa edited ambayo jina lake ndo lile pale linaitwa plan. Kwa hiyo ukihitaji kuiedit tayari unaweza ukaandika chochote kile ambacho wewe unakihitaji. Twende zetu kwenye email address. Hii hutumika kuunda linki ya barua pepe, yani email link. Unapobofya itafungua programu ya barua pepe kama Outlook, Mail app au Gmail. Sawa? Kwa hiyo step zetu ni zile zile, tuna select text. Tukisha select text, tunakwenda sehemu ya insert. Tuna click sehemu ya link. Safari hii tutaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya email. Tuna click kwenye sehemu ya email hapa. Ukisha click kwenye sehemu ya email, sehemu hii ya email address, utaandika email address unayohitaji kwamba mtu akiclick impeleke katika email hiyo kwa ajili ya kuandika au kuwasiliana naye. Na hapa unaandika, kwa mimi naandika video creation. Na hisi itakuwa ni bomba zaidi. Ukishamaliza
moja kwa moja unabonyeza OK. Kwa hiyo hapa tayari umesha link na email yako. Kwa ukitaka kuklik ni control kisha una click. Alafu itafunguka ile application ambayo inahusiana na masuala ya email. Kwa hiyo hapo tena unaweza ukaandika ujumbe wako na mambo mengine yote yanahusiana na email unaweza ukamaliziana nayo hapa. Tukutane kwenye video ijayo. Video ijayo tutazungumza masuala ya bookmark. Hiyo si ya kukosa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.